Kumbukumbu ya Torati ambapo leo tuko sura ya 33. Kwa hivyo tumeendelea vizuri tangu tulipoanza na tumeona Mungu akitenda mambo mazuri na kutufungua mafikra yetu na kuweza kujua mapenzi yake ndani ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo wapenzi, wakati tunapoendelea na somo hili, ni vizuri tujue tumefika mahali ya kutamatisha, tukijua kabisa ya kwamba mambo ambayo tumejifunza yamekuwa ni ya muhimu katika maisha yetu. Na katika sura tuliyosoma ambayo tulimalizia naye wiki iliyopita, ambayo ni sura ya 32, tuliona jinsi Musa ameelezwa ambavyo hataingia katika nchi ya ahadi, naye akawa na wakati wa kujua siku zake zimefika mwisho, na kwa hivyo akawakumbusha wana wa Israeli ya kwamba watakuwa wasumbufu sana yeye akishaondoka, na wataenda kuabudu miungu mingine kwa sababu waliwajua vizuri. Lakini watakapomrudia Bwana, basi Mungu atakuwa pamoja nao na atawabariki. Kwa hivyo wapenzi, safari ya Musa imefika kutamatishwa, na sasa tunaingia sura hii ambapo tunaona Musa akibariki nchi ama wana wa Israeli. Kwa sababu wakati wote mzee ama kiongozi ama kuhani mkuu atakapokuwa ameelezwa na Bwana siku zake zimekaribia, kwa sababu wengi hujua, walio na Bwana hawafichi siri, anawaambia ukweli wake. Yeye huwa na wakati wa kubariki, hata kama ni jamii yake ama kanisa ama nchi kwa jumla ama wote wanaomtegemea. Na ndivyo Musa alivyofanya baada ya kujua yote, na ujue alipitia katika uchungu mwingi kujua kazi yote amefanya kwa miaka hiyo yote, hata ingia kwa sababu katika nchi ya ahadi kwa sababu ya watu aliokuwa anaongoza. Sababu watu wanaweza kukusumbua sana katika safari, hata ukakosa kuingia katika amani ya Bwana, katika pumziko la Bwana. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri kujipa moyo wakati wote unapofanya chochote katika ulimwengu huu ukiwa unamtegemea Mungu pekee. Na ilifika mahali Musa akawa hana chaguo lingine ila kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wapenzi, siku ya leo tunaangalia vile Musa alivyobariki taifa la Israeli katika sura ya 33. Hii ndiyo baraka ya Musa, huyu mtu wa Mungu aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akawaondokea katika Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meriba Kedeshi. Upande wa mkono wake wa kuume palikuwa na sheria ya motomoto kwao. Kwa hivyo wapenzi, katika mstari hii miwili tunaona ya kwamba Musa alikuwa na baraka ambaye aliwapa wana wa Israeli, na anatukumbusha ya kwamba wakati wote, kama ambavyo nimenena hapo mbele, ni vizuri kuwa unabariki kizazi chako na wote wanaokuhusu. Hata ukijua unaenda kufa, ni vizuri kunena mambo mazuri juu ya watoto wako ama jamii yako, kwa sababu ukiacha maneno ambaye ni ya laana na maneno ya uchungu dakika ya mwisho, itakuwa ni hatari sana kwa jamii yako na itaishi katika laana. Kwa hivyo Musa hakutaka kuacha Israeli katika laana na hasira zake, ijapokuwa ndio walisababisha asiingie katika ahadi, lakini aliwasamehe na ikawa atawabariki. Na anasema ya kwamba nawakumbusha juu ya Mungu alivyotokea katika mlima wa Sinai, alivyowatokea wana wa Israeli kwa ngurumo kubwa, alipokuwa anawapa ile sheria na amri na hukumu. Na ilikuwa Musa lazima wakumbushe, kwa sababu kitu cha muhimu sana ni huwa unakumbusha watu ni nani aliyekuita, ni nani aliyewaita, ili wakijua namna hiyo watakuwa na heshima na maneno yako ya mwisho ambayo ni maosio ambayo ya kuwakumbusha hakuna kilicho kikubwa kama Mungu aliyewaita. Basi akawaeleza juu ya Mungu alivyotokea katika milima ya Seiri. Milima ya Seiri ni kule juu milimani katika Sinai, milima inayopakana naye. Basi walimuona Mungu katika milima hiyo yote. Na unajua vile vile katika hii milima ya Seiri utakumbuka ya kwamba
huyu ndugu yake Esau, yaani Esau mwenyewe aliishi katika milima ile, alikaa katika kule, ni sehemu ya Edomu. Na ukijua maana ya hii, ni maana yake ni kwamba alijitokeza katika ulimwengu. Hii na kueleza alijitokeza ulimwenguni ili kupitia mlima wa Sinai, na ikawa alipojitokeza ili wote wamjue. Aliangaza katika kilima cha Parani, hata kule kulikuwa jangwani. Mungu aliangaza kwa neno lake, akaweza kuwaficha, kuwasitiri, hata kama alivyotenda kwetu, akijitoa ama kujionyesha ndani ya roho zetu, milima ya ndani ya roho zetu, na vile vile tukiwa watenda dhambi katika seiri na mengine, yaani udongo. Basi mara moja tunaona ya kwamba katika utambarare hiyo na ukosefu huo na ukaukaji huo, yaani jangwa hilo lililo ndani yetu, basi Mungu alitokea na hata akaja Meriba Kadesh. Yaani Meriba Kadesh, utakumbuka Meriba ni mahali ambapo Musa na ndugu yake Harun waligonga lile jiwe mwamba na likatoka maji. Ni mahali ambapo pana maji, ambapo watu hawamsifu Mungu. Musa hawakumuinua Mungu, hawakumtukuza Mungu, na walikuwa katika lango la kuingia nchi ya ahadi ambaye ni Kadesh. Ndio inakueleza ya kwamba katika, yaani kujitokeza Mungu katika roho zetu, milima ya Sinai, yaani kule ambako tunamtafuta, akaingia katika Edom, mili yetu iliyo udongo, na basi mara moja akawa katika jangwa lililo ndani yetu ambalo halikumjua Mungu, lilikuwa linaishi katika mataifa. Basi aliweza kujitokeza kwa maji katika Meriba, katika mwamba ambao ni Kristo, akiwa katika lango la kuingia mahali patakatifu ambapo ni Kadesh, upande wa mkono wa kuume, upande wa mkono wake wa kuume. Yaani maana ya mkono wa kuume ni mkono wa Yesu Kristo, mkono unaofanya nguvu, mkono anaotumia, kwa sababu anasema mtoto wake huyu ambaye ni Kristo anaishi mkono wake wa kulia, ambao ni mkono wa kutenda kazi. Basi aliweza kutenda kazi na sisi, akamtuma mwanawe Kristo ili pawe na sheria ambapo ni motomoto, ambazo tukizifuata tunakubalika katika ufalme. Siri hii ambayo imefichwa kwa maneno kama haya ni kama kusoma ile poetry ambazo tunasoma zikiwa zimeficha mambo ndani yake, kama vile literature ambayo tunafanya. Mambo haya ni lazima uingie ndani uelewe hasa Bwana anataka kutuambia nini. Ndio Musa anawakumbusha sasa, nyinyi watu mlio jangwa, nyinyi Bwana aliwakaribia, akaja katika roho zenu, hata karibu muingie katika nchi ya ahadi. Hapo ndipo mlikataa, mkapewa sheria zile motomoto, yaani zikiwa bado nzuri kabisa, muzishike vizuri, ambazo mnazishika sasa na kuzisikia, ili muweze kuishi katika uwepo wa Bwana. Basi anatayarisha roho za wana wa Israeli. Hakika hawapenda haya makabila ya watu, aliwapenda sana. Makabila yote ya watu Bwana aliyapenda hasa, na Mungu alikuwa na upendo mwingi kwa hawa alioteua, waliomkubali. Wewe na mimi ambao wanamkubali Mungu, huwa anawapenda sana. Watakatifu wake wote wapo katika mikononi mwako, nao waliketi miguuni pako. Yaani tuliketi miguuni pa Bwana tuweze kupata neno lake. Na utakumbuka mambo kama Maria Magdalena katika Agano Jipya, unaona akikaa miguuni pa Yesu ili aweze kupata. Unamkumbuka vile vile akimwaga mafuta yale mazuri ya manemane, yaani anamwagia miguuni kwa sababu ya ufufuo. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Tukae katika miguu ya Bwana ili tuweze kulisikia neno la Bwana, kwa sababu itakuwa ni wakati utafika, neno watalitafuta hawatalipata. Kwa hivyo watapokea kila mmoja wetu katika maneno yako, yaani maneno unayonena, maneno ambayo Musa alikuwa anataka kuwanenea wana wa Israeli, ndio ambaye yalikuwa yatawaponya, ndio ambaye yalikuwa watayakumbuka, ndio ambaye yalikuwa yatawapa nguvu ya kuendelea na safari. Wakati ambapo unatolewa wasio huu, wakati unaposikia neno hili kwa undani namna hii, ni kujua ya kwamba roho yako itayarishwe, kwa sababu utahitaji. Ni kama kula chakula ambacho ni akiba, ambacho utakihitaji wakati ambapo utakuwa jangwani na hakutakuwa chakula mahali pale. Musa alituagiza Torati ni urithi kwa mkutano wa Yakobo. Yaani anatuambia, Musa aliambia taifa la Israeli, na ndio nawaambia siku ya leo ya kwamba Torati, hivi vitabu vitano
Anasema ni urithi, is an inheritance. Hii ni urithi, ikiwa ndani yako ni urithi. Kwa mkutano wa Yakobo, kwa uzao wote wa Yakobo, wote wanaomjua Mungu, wote wanaomhitaji Bwana Mungu kupitia baba yao Yakobo. Na unajua nyumba ya Yakobo ilibarikiwa kwa sababu ndio ilikuwa na makabila yale 12 ya Israeli. Kwa hivyo wapenzi, anatukumbusha ya kwamba si mambo mengine, ni wale waliokubalika ndani ya ufalme huu. Hapo ndio unajua ya kwamba ati torati hii ni urithi. Usione tu kama ni jambo ambalo tumepoteza wakati miaka 5 karibu 6 tukisoma kuanzia kitabu cha Genesis, Mwanzo, mpaka sasa tunaenda kumalizia na kitabu hiki, miaka 5 imekwisha. Kwa hivyo wapenzi, nakwambia nini? Ujue ni urithi umepata katika roho yako. Hakuna wakati utapungukiwa wakati utakapokumbuka kuhusu torati. Na ndivyo Musa alivyowaasia hata wana wa Yakobo, yaani makabila yote 12 ya Israeli. Akawa mfalme katika Yeshurani walipokutanika wakuu wa watu, makabila yote ya Israeli pamoja. Yaani anawakumbusha hata wafalme waliweza kusikia juu ya hii torati, hata walioteuliwa katika mahali pale pa ahadi, wote waliweza kusikia wakiwa wakuu. Kwa hivyo hii Injili ama hii torati si kwa maskini, si kwa watu wasiojiweza, si kwa watu wanaotawaliwa pekee. Hapana, hata wafalme wanatakiwa wajue hii. Wakati wewe ni mfalme ama kiongozi ambaye umeteuliwa na haufuati maneno ya torati ambaye Bwana aliandika jinsi ambavyo yalivyo, basi wewe huwa umepotea na unapoteza hata taifa lote. Kwa hivyo na makabila yote pamoja ya Israeli, basi yote yanatakiwa kujua torati. Yeyote anayesema ama anatambua ya kwamba yeye ni mwokovu, yeye anapenda Mungu, sharti awe na urithi ambao ni torati. Kwa hivyo unaona ya kwamba sasa hapa pana maana sana. Nataka uangalie na usikize kwa makini. Katika mstari wa 6 unaona ameanza kutoa zile laana ziliachiwa wana wa Israeli nyumba 12, wakati ambapo tulisoma katika kitabu cha Mwanzo 49 ambapo tunaona Yakobo akibariki watoto wake. Aliweza kuchukua watu kama Ruben na wengine na kuachia laana. Wengine kama Simeoni na Lawi waliweza kuua kule Shekemu, naye alikuwa amekasirika. Alisema waliweza kumletea aibu na akatoroka kutoka huko siku za msichana wake yule Dina, aliyeweza kuchukuliwa ama kubakwa na yule mwana wa mfalme wa Shekemu. Mambo haya amekuja akiyakumbuka, ambapo Yakobo alilaani na aliongea kwa uchungu sana alipowabariki kama mtu wa ulimwengu aliyepitia mambo magumu sana. Unajua maisha ya Yakobo yalikuwa magumu sana, mtu aliyetaabika sana mpaka kuingia katika ufalme wa Mungu. Na ndipo sasa Musa ambaye uweza wake, na nilikuambia jambo moja, tafadhali ukumbuke sana, Musa maana yake ni maji, na maji ni uhai, na uhai inapatikana ndani ya maji, na haikuumbwa. Roho wa Bwana alikuwa ananing'inia juu ya maji katika ule upweke uliokuwa, lakini maji yalikuwepo. Kwa hivyo maji ni uhai. Na sasa Musa jina lake akiitwa maji, sasa anageuza zile laana ziliwachwa katika Israeli na Yakobo, na yeye ndio anaondoka sasa. Tuone anasema nini. Kwa hivyo mambo haya yaangalie sana. Sijui kama yamefunzwa na wengine, lakini mimi nakufunza leo kulingana na Roho Mtakatifu anavyonifunulia, na imeandikwa na imeonekana. Soma katika kitabu cha Mwanzo 49. Utaona vile walivyolaaniwa na vile walivyoambiwa. Aliyebarikiwa pale ni Yusufu peke yake. Kwa sababu gani? Aliweza kuwasaidia walipoenda Misri, kuwapa chakula na kuwaokoa kutoka katika vifo, lakini wengine walikuwa na shida tofauti. Kwa hivyo sasa huyu mtu wa Mungu Musa anaenda kubadilisha yaliyokuwa. Anasema nini mstari wa 6? Anasema Ruben na aishi asife, lakini watu wake na wawe wachache. Unaona, amegeuza kabisa. Anasema ya kwamba huyu aliyelaaniwa kwa sababu alienda kulala kitanda cha baba yake. Unakumbuka wakati alilala kitanda cha baba yake, ukisoma katika Mwanzo hiyo 49 mstari wa 3, Ruben aliweza kuingia kitanda cha baba yake, na kwa hivyo baba alikuwa na hasira sana
na akaweza kumlaani na hataendelea. Lakini sasa Musa amegeuza, amesema ya kwamba Ruben na aishi asife, aishi miaka mingi asiweze kufa, aweze kuongeza, yani awe hai kama wengine. Lakini ingawaje, lakini watu wake na wawe wachache, yani asiongeze wingi wa watu kutoka katika mbegu yake, ambayo ni hiyo ya kwenda vitanda vya babake, incest na mambo kama hayo, mambo ya uchafu na mambo ya sexual immorality, mambo hayo. Amesema kitu tu Musa alikataa, akasema wasiongezeke sana, wasije wakawa wengi duniani, alafu dunia iwe na wabakaji wengi zaidi na watu wasio na nidhamu, watu wanaorudi katika vitanda vya baba zao. Na ndio unaona wakati huu si wengi sana, hata ukisikia kesi hizo nyingi zinatendeka, si kwa wingi kama vile zingekuwa kama wangeongezeka na wakae chini ya laana, kwa sababu Ruben alikuwa hakuweza kupunguziwa miaka ama uzaaji wake na Yakobo, lakini wazaane waongezeke, dunia ichafuke kabisa. Lakini sasa Musa amegeuza, amesema wasizaane, wasiongezeke, lakini waishi, wasiondoke. Kwa hivyo ameondoa ile laana na amesema waishi, lakini mbegu yao haitaenea sana. Watakuwa pengine familia unakuta ina mtoto mmoja, wawili, watatu, si zaidi. Kwa hivyo elewa kabisa, amegeuza ile ilikuwa laana, sasa imekuwa ni baraka, lakini amepunguza wasiongezeke ulimwenguni watu wenye tabia na nidhamu za aina hiyo. Jambo lingine tuangalie, na katika Yuda mstari wa 7 anasema, naye huyu na baraka ya Yuda ni hii, akasema isikize Bwana sauti ya Yuda. Yani anaongeza nguvu, kwa sababu Yuda alifanywa kuwa mzaliwa wa kwanza na baba yake Yakobo, kwa sababu ndugu yake mzaliwa wa kwanza Ruben aliharibu. Kwa hivyo sasa alipopewa haikuwa na nguvu, aliambiwa tu atakuwa mfalme na fimbo ya uongozi haitatoka nyumba yake. Lakini sasa Musa hapa anaweka kitu kingine ndani yake, na anasema baraka ya Yuda ni hii, akasema isikize Bwana sauti ya Yuda. Anamwambia Mungu, tafadhali Mungu anamtetea Yuda mbele ya Mungu, anamwambia awe anasikia sauti ya Yuda. Wakati Yuda anapoomba chochote, Mungu anamsikia. Umlete ndani kwa watu wake, alijitetea kwa mkono wake, nawe utakuwa msaada juu ya adui zake. Kwa hivyo anamwambia Mungu, huyu mtu alikuja mbele za watu wake, na sasa anaomba Mungu aweze kumsaidia Yuda ili awe msaada, kwa sababu yeye Mungu atamtetea kwa adui zake. Kwa hivyo atakuwa mshindi kila wakati na ataishi maisha mazuri. Kwa hivyo sasa unaona, wakati Yuda alipewa mambo mengi na Yakobo, utakuwa fimbo namna hii, hapana. Musa sasa amemweka mahali moja, sheria moja tu, Mungu mkumbuke, sikiza sauti ya Yuda wakati anakuhitaji, that is, wakati anakuhitaji umsikize, na wewe umpe kibali kwa watu wake, na adui zake wewe Mungu uwe unamtetea. Kwa hivyo sasa amezingirwa na uwezo wa Mungu, na Mungu ataisikiza sauti, kwa sababu wakati mtu mwenye haki atakaposimama mbele ya Bwana akutetee na ambie Mungu jambo kuhusu wewe, lazima Mungu atasikia na heshimu neno hilo, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema analiheshimu neno lake sana kuliko hata yeye mwenyewe. Wakati neno lake linapotoka, Mungu analiheshimu sana. Na ndio unasikia katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana 1, ukiangalia hapo mstari wa 1 na wa 2, unasikia kwanza kulikuwa neno, na neno lilikuwa Mungu, na Mungu alikuwa neno. Kwa hivyo neno ndio la kwanza, lile lilitoka. Nakumbuka wakati Mungu aliongea katika Mwanzo 1, wakati alikuwa kimya hakuna mambo ilitendeka, lakini wakati alifungua kinywa akaongea, na iwe nuru, mara moja nuru ikapatikana. Kwa hivyo neno Mungu analiheshimu sana, na ndio maana Musa anajua anaondoka, amejua hataacha laana kati ya watu wa Mungu, ataacha, amewabariki, abadilishe yale mambo yaliyosemwa na Yakobo katika uchungu, na aweze kuyafanya upya ili watu wake waweze kubarikiwa. Na basi akamnena tena huyu ndugu yetu Lawi, huyu ambaye ni mtumishi, huyu kuhani, huyu ambaye anapewa kazi. Musa anamtetea namna gani? Anasema ya kwamba Thumimu yako na Urimu yako vina mtakatifu wako,
Yaani anaambia Mungu, anaongea mbele ya Mungu, anaambia Lawi ya kwamba Urimu na Thumimu niliwaeleza haya mambo yako katika uweza wa huyu mtumishi wa Mungu Lawi, uliyemjaribu huko Masa, ukateta naye kwenye maji ya Meriba. Yaani wakati ambapo huyu kuhani wa Mungu, unakumbuka wakati Mungu aliteta alikasirika, unakumbuka anaongea juu ya Haruni wakati katika ile maji ya Meriba wakiwa na Musa, wakati ambapo waligonga lile jiwe, na yeye yule aliyegonga ni Musa, lakini Harun walikuwa naye yeye ambaye ni kuhani. Ndio Bwana anasema bado, ndio Musa anamtetea, anasema bado Urimu na Thumimu uko na yeye. Kwa hivyo Bwana, usisahau wewe ulimteua kuhani, na siku ya leo ni kuhani hata mimi niliye mbele yako. Ndio Bwana anasema. Nakumbuka wiki kadhaa zimepita niliweza kuhubiri katika kanisa letu, na liko katika YouTube, itawekwa ya kwamba mambo ya ukuhani haitakwisha milele, itaendelea milele, ukisoma katika kitabu cha Yeremia. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia nini hapa? Musa anaweka maanani, kwa sababu walipokuwa Masa mara ya kwanza, siku ile ya kwanza walipovuka lile ziwa nyekundu, basi walikuta maji yalikuwa machungu. Na wakati walikuwa pale Masa, basi kwa sababu hakuwa ameteua kuhani, lakini aliweza kuonyesha ukuhani uliokuwa ndani yake, Mungu mwenyewe akayatakasa yale maji kwa tawi ambalo lilichukuliwa kutoka kwa mtu uliokuwepo. Kwa hivyo ilikuwa ni namna ya kuhani atakayekuja, ambaye atakuwa akiponya na kuondoa mambo yaliyo machungu ndani ya roho za watu. Akateta, na aliweza kuteta, yani aliongea mambo ambayo Mungu aliyaweka maanani kule katika maji ya Meriba, wakati walipea wana wa Israeli maji wanywe. Aliyemtaja baba yake na mama yake mimi sikumwona, wala nduguze hawakubadili, wala hakuwajua watoto wake mwenyewe, maana wameliangalia neno lako, wamelishika agano lako. Kwa hivyo anasema ingawaje pale aliteta katika maji ya Melisa na ya Meriba na pale Masa, lakini anasema yeye hakuheshimu sana mambo ya baba yake na mama yake. Yeye aliangalia sana Mungu ni nani. Yani Mungu alikuwa ndiye nambari 1. Yani yeye ndiye namba 1 katika maisha ya kuhani huyu. Mimi sikumuona, wala nduguze hawakubadili. Watu hawakubadilika, waliweza kuendana dhambi nyingi kule jangwani, lakini anasema nini? Wala hakuwajua watoto wake mwenyewe. Kumbuka wakati katika ukisoma katika Walawi 10, utaona watoto wawili Abihu na ndugu yake walienda kuleta miungu ya kando, wakaja katika madhabahu, naye Mungu akawagonga wakafa. Wakati walipokufa, huyu mtumishi wa Mungu Harun Lawi hakuweza kwenda hata mazishi yao. Aliambiwa na Bwana, ukienda huko itakuwa maneno. Kwa hivyo hakuwajua wanawe, hakujua vile tabia zao zilikuwa. Yeye hakuwa na hakwenda hata mazishi yake. Lakini anasema nini? Maana yeye alisimama katika neno la Mungu. Yeye alisimama kumwamini Mungu, aliamini neno lake na kuweka agano la Bwana. Unaona vile ambavyo inatakiwa. Ukiwa wewe umeamua kumtumikia Bwana, tafadhali simama upande wa Bwana. Wacha kuyumbayumba, wacha kujichanganya, wacha hata shahidi kama Musa anavyotoa ushahidi sasa mbele ya Bwana kuhusu Lawi. Anasema ya kwamba huyu alisimama na neno lako, na neno ni Kristo, na vile vile agano ambalo lilikuwa la Mungu alisimama nalo. Watamfundisha Yakobo, yani yeye ndiye atafundisha hawa wana wa Yakobo, makabila 12 ya Israeli, juu ya hukumu zako, na Israeli torati yako, yani kwa mataifa yote. Wataweka uvumba, yani maombi mbele zako, na sadaka zima za kuteketezwa madhabahuni mwako. Yani anasema, anatetea kabisa kuhani. Anasema huyu Bwana umkumbuke, kwa sababu huyu amesimama na neno lako, amesimama na agano lako, na vile vile yeye atajulisha wana wa Israeli, watu wote wanaomjua Mungu, mataifa yote watafundishwa na makuhani juu ya Mungu. Kuhusu nini? Hukumu za Mungu. Na vile vile Israeli itafuzwa torati, kama vile ambavyo Mungu amenijalia, amenipa nguvu, amenipa uwezo, na amechukua akili zangu akaziweka kuzilainisha na yeye, tukaweza kusoma torati yote kutoka mwanzo mpaka kumbukumbu ya torati. Tumemaliza. Wiki jao
tunamaliza sura ya 40 ya 34. Kwa hivyo Mungu amenibariki na ni kuhani anayetenda kazi hii, kwa sababu imeandikwa. Na wewe unayenisikia, Mungu atakuteua uwe kuhani, na wewe utawafunza wengine hata siku zijazo, ili waweze kujua mapenzi ya Mungu, neno la Mungu, agano la Mungu, na vile vile watachoma uvumba mbele ya Mungu. Uvumba maana yake ni maombi, watakuwa na maombi mbele ya Bwana. Nashukuru Mungu sana kwa wale wanaosimama katika rehami, katika maombi kila wakati, kwa sababu wanatimiza wajibu wa Bwana kama alivyopenda, na wataweka mbele za Bwana kila wakati, na vile vile watajitolea mioyo yao kumpenda Kristo, akiwa na ule uchungu wake katika Gethsemane, katika mlima wa Kalvari, kazi yote iliyotendeka kwa sababu ya ukombozi. Ndio maana tunaambiwa sadaka nzima za kuteketezwa madhabahuni pa Bwana. Kila wakati watakuwa wanakumbuka Mungu alikuja kumtuma mwanawe ili tuweze kuokolewa na kuweza kufika katika uzimani. Mambo haya wapenzi, muyashike na muyaweke manani. Hivyo ndivyo Musa alivyomuombea Lawi mbele ya Bwana. Kwa hivyo wapenzi, tukiangalia mstari wa 11, Bwana ubariki mali yake. Anaendelea kumuombea kuhani, anasema Bwana, Mungu, bariki mali ambayo unampa huyu kuhani wako Lawi. Uibariki, utakabali kazi ya mikono yake, kazi yake anayefanya mikononi mwake isiwe ya kupotea. Kila wakati wewe unaibariki, kila wakati. Ikiwa ni kubariki, anabariki. Ikiwa ni kuinua, na inua. Ikiwa ni kutafuta mambo na mali na mengine, mikono ya kuhani imebarikiwa. Kwa hivyo wapenzi, uwapige viuno uzazi vyao waondokao juu yake. Yaani wale ambao ni kinyume na mtu wa Mungu, huyu Lawi aliyeteuliwa na Bwana. Musa aliomba jambo moja, wapigwe viuno. Unajua maana ya kupigwa kiuno? Yaani kupigwa kiuno ni usizae, wapigwe wasiwe na uzazi. Kwa sababu wanaenda kinyume na mtu wa Mungu, wanamtukana mtu wa Mungu, wanamtolea maneno machafu. Basi Musa aliomba akasema, hao wanaofanya hivyo wapigwe viuno. Yaani ambao wanaondoka kinyume na huyu mtu wa Mungu, na na wenye kumchukia, na wale watu wanaomdharau. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Angalia maandiko ya Mungu. Ndio naona ikiwa mtu wa Mungu ni Mungu amemteua kabisa, ukinena machafu juu yake, ama umtusi, ama uamke kinyume naye, wewe ndio unaumia, kwa sababu anayepigana vita hivyo. Musa alituombea maji uzima, alituombea yeyote atakayekuwa kinyume na mteuliwa wa Mungu, basi apigwe viuno, hata asije akapata uzazi na asije akaongezeka, kwa sababu hiyo ni laana. Hiyo ni laana kubwa sana, ambaye utaona wengi hata wanakufa kabla ya kufanya jambo lolote, kwa sababu tayari wanaenda kinyume na watu wa Mungu. Ukiangalia katika mambo ya media wakati huu, wameamuka sana kinyume na watumishi wa Mungu. Lakini nakwambia neno la Mungu linasema, nafikiri katika kitabu cha Zaburi 105 hapo mstari wa 15, inasema usimguze masia wa Bwana. Yaani mpako wa mafuta wa Bwana usimguze na usinene juu yake. Hauwezi kujua ni yupi ameteuliwa na Bwana. Wote ukiwaangalia hivi hauwezi jua, lakini utajua kwa vitendo na maondokezi yake na kazi anazotenda, kwa sababu anasema hao wataumizwa. Na umeona mstari wa 11 inasema uwapige, anaambia Mungu wapige viuno vyao. Yaani hawa uzazi wao punguani, hawatakuwa. Wengine ndio naona ni matasa na gumba na hawezi kuzaa. Kuna mambo mengi tunaangalia katika ulimwengu wa kiroho. Na kwa hivyo katika kizazi kilichopita, kuna mtu alipitia katika jamii hiyo, katika koo hizo, kufanya kinyume na Mungu kulingana na vile alivyotenda. Kwa sababu mambo yote unaona ikitendeka ina mahali ilipoanza. Kwa hivyo wapenzi, lakini kuna ile kufungua, ambaye huyu mtumishi wa Mungu Lawi, ambaye amepewa mamlaka, ndio anaweza fungua haya mambo, kwa sababu yeye ndiye anauweza pekee ambaye Mungu anaweza kumtumia. Na wenye kumchukia wasiinuke tena. Unaona, wenye wanamchukia mtumishi wa Mungu Lawi wasiamke tena, waweze kukwisha na kumalizika, na wasiweze kuendelea, hata wasiwe katika, unajua, wasiinuke tena. Unaweza kuwa hata ni kutafuta mali, unajaribu hauwezi pata. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulinena kinyume na mtu wa Mungu, ama jambo ambalo tunalisoma hapa mstari wa 11. Na ni juu yako urudi, ufikirie katika mafikira yako mahali uliharibu, ili urudi ukatubu na maombi ukafanyiwa, ili Mungu akukumbuke. Akamnena vile vile huyu kijana Benjamin.
Huyu kijana aliyekuwa wa mwisho katika nyumba ya Israeli, ambaye anaitwa Benjamin, mzaliwa wa Raheli, yani Rachel, akasema mpenzi wa Bwana atakaa salama kwake, yaani huyu atakaa na amani kwa Bwana, huyu mtoto wa mwisho. Nakumbuka wakati ambapo walimuuza Yusufu kule Misri, kumbuka walipomuuza wote, nani alibaki na baba yake Yakobo? Alibaki huyu Benjamin, ambaye hata ndugu zake walipoambiwa ya kwamba waende wamlete na Yusufu, walisema wakimtoa kwa baba yao atafariki kabisa, sababu bado anaomboleza kifo cha Yusufu. Kwa hivyo hii inakukumbusha ya kwamba Mungu anampenda huyu, hata mtoto ambaye anasikia Bwana, mtoto aliye mdogo, mtoto ambaye wengine hawamdhani, Bwana huwa anamdhamini. Na kwa hivyo yuamfunika mchana kutwa, naye hukaa katika kati ya mabega yake. Yaani Mungu anamlinda huyu, anamweka mabegani mwake, anamwangalia. Kwa hivyo hiyo ni kusema nini? Inaweza kuwa mtu amezaliwa na akaitwa amezaliwa kama tabu, kama laana katika familia, lakini wakati Bwana anapoangalia, ilipogeuzwa na Yakobo akaambiwa atakuwa baraka kwake, basi Mungu amemchukua akambariki. Kwa hivyo nataka kukuambia nini? Ikiwa ulizaliwa kama laana na mzazi wako akaongea maneno mabaya, lakini mwingine kati ya hao wazazi akageuza na akaongea mazuri juu yako, ama nabii wa Bwana, basi Mungu anakubeba mabegani mwake. Na unajua ikiwa umebebwa mabegani mwa Bwana, Bwana anakushika tu miguu kila wakati mko na yeye. Kwa hivyo wewe uko katika ulinzi mwema. Kwa hivyo wapenzi, alibarikiwa huyu. Kwa hivyo na hapa nakwambia nini? Naye Yusufu anaangaliliwa mahali hapa. Yusufu naye, na Yusufu akamnena, Musa akanena juu ya Yusufu akasema nini? Nchi yake na ibarikiwe na Bwana kwa vitu vya dhamani. Mtu huyu wa Mungu Yusufu, Musa anasema abarikiwe sana, nchi yake ibarikiwe, mahali yupo abarikiwe na vitu vya dhamani, vitu ambavyo vina gharama kubwa, vitu vya maana vya mbinguni, kwa huo umande wa kulindia kilalacho chini, yaani kilindi. Kwa hivyo umande ni ile mvua inayonyesha kutoka juu mbinguni, inaanguka inakuwa umande, yaani inakuwa diu. Ukiangalia nyasi asubuhi, ama nyanya ama kitu chochote umepanda asubuhi mapema, utaona kuna maji mazuri yanaonekana. Hiyo ndio tunaita umande, yaani the dew. Basi anaambiwa utajiri wake hata kama hakuna mvua, ile itanyesha, na ikinyesha utajiri wake utazidi kuongezeka kutoka mbinguni. Yaani amepewa nguvu katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana unaelezwa kwa vitu vya dhamani vya mbinguni kwa huo umande, yaani vitu vya mbinguni. Kwa hivyo mambo yake hayatakuwa, umaskini hautaingia kwake wakati umemwamini Mungu, kwa sababu unajua nyumba ya Yusufu ni ya kifalme. Kwa hivyo amebarikiwa na mambo ya spiritual realms, mambo ya kibinguni. Na anasema ya kwamba vitu vyote vilipiomo kule, ikinyesha kama ile maji, kwa sababu huko hutoka umande, iwe na utajiri na dhamana kubwa ya kumbariki huyu mtu wa Mungu. Kwa hivyo katika hali ya vyakula na vinginevyo hatakosa kabisa. Na vitu vilivyo bora vya matunda ya jua, na kwa vitu vilivyo bora kwa maongeo ya miezi. Kwa hivyo katika hali ya maongeo ni juu ya wazaliwa wa wanyama wake, ng'ombe, mbuzi, kondoo na vinginevyo, vitaongea vizuri na zitazalishwa vizuri na utajiri katika hali ya mifugo. Na vile vile matunda yanayokuwa kwa nguvu ya jua, yaani mashamba na mboga zake na matunda yake, yaani hii inaeleza juu. Wakati anaguzia jua ni kama ile mnaita photosynthesis, yaani wakati ambapo jua linakuja na unaona matunda yanakuwa na yakuwa mazuri, atabarikiwa mashambani. Kwa hivyo akibarikiwa na mambo ya mbinguni, vile vile mambo ya ulimwenguni, mashamba na wanyama na vingine, amebarikiwa. Kwa hivyo aliombewa hiyo, mtu mzuri anayopenda wengine. Unajua kwa nini tunaambiwa Yusufu? Mtu ambaye hawezi kulaumu wale waliomtendea maovu, mtu ambaye ni mtu wa kusamehe, mtu ambaye anasahau ubaya wote aliyotendewa, anakumbuka mambo yote. Mungu ndiye analipisha ubaya wote, na yeye anatenda mema. Kumbuka alivyowatendea ndugu zake walipokuja Misri, na vile walimtendea kumtupa katika shimo, na vile kumuuza, na mateso waliompa, hata kumdharau wakati wanaongea na baba yake juu ya ngano na vinginevyo.
Mambo haya yote Yusufu alisahau, uovu wote waliomtendea alisahau, na akaweza kuwabariki. Hivyo ndivyo unaambiwa, wakati unaambiwa Yusufu, ni ukumbuke, uwe mtu wa kusamehe, uwe mtu wa kutenda mema. Hata wale wanakutenda mabaya, wewe zidi kutenda wema na uende zako, kama uwezi kama mahali pale. Kwa hivyo naye Mungu atakutetea kwa njia zake. Ndio naona maana Musa kabla ya kuondoka anakumbusha wana wa Israeli kuhusu huyu mtumishi wa Mungu Yusufu, na kwa vitu viteule vya milima ya kale na kwa vitu vilivyo bora vya milima vya milele. Kwa hivyo hii ni hali ya madini, hali ya dhahabu, almasi na mawe mengine yanayopatikana, vitu vilivyoteuliwa kwa hali yake ya dhamana ya juu, yeye atakuwa navyo na ataitwa mbarikiwa. Kwa hivyo, na kwa vitu vilivyo bora vya nchi na kujaa kwake na uradi wake, uradhi wake, aliyekaa ndani ya kile kijiti, yani yeye amepewa mamlaka, yani uradhi wake aliyekaa ndani ya kile kijiti. Hiyo ni kuonyesha kile kijiti, the speckle, ile ya kifalme aliyokuwa naye, amebarikiwa, amepewa mamlaka, amepewa mamlaka ya kuwaongoza wengine na kuweza kuwaletea na kuwafunika na utajiri wa Bwana. Na ije baraka juu ya kichwa chake. Yusufu amebarikiwa kabisa, juu ya utosi katika uso wake, awe akionekana ni baraka wa kichwa chake, aliyetengwa na ndugu zake. Yeye aliyetengwa na ndugu zake, baraka zizidi kuwa naye. Kwa hivyo wapenzi, usiogope, usiwe na wasiwasi, usikasirike kwa yote yanayotendeka katika maisha yako. Ujue ya kwamba Mungu yuko pamoja nayo. Na wewe unayenisikiza siku ya leo, uweze kuingia katika baraka za Yusufu, uwe mtu wa kusamehe wengine, ndiye naye Mungu akuinue. Mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe wake mume, enzi ni yake, na pembe zake ni pembe za nyati. Yaani pembe inaonyesha nguvu, mamlaka. Niliwafundisha, niliguzia hiyo siku moja, nafikiri nilifunza juu ya wakati ambapo Daudi anakufa, wakati ambapo kijana yake Suleiman anachukua mamlaka. Nduguye alikuwa ameenda ameshika pembe katika madhabahu, anakatalia pale, kwa sababu ni madhabahu, ni nguvu za uweza wa Mungu. Kwa hivyo wapenzi, huyu Yusufu amepewa mamlaka, kwa hizo atayasukuma mataifa yote, hata ncha ya nchi, nao ni 10,000 ya Efraimu na maelfu ya Manase. Kwa hivyo atayasukuma mataifa, ataongezeka. Kwa sababu gani? Hata ingawaji Yusufu hako, watoto wake huyu ambaye ni Efraimu amebarikiwa sana. Kumbuka alivyowekelewa mikono na babu yake ule ambaye aliitwa Yakobo, alibarikiwa sana, naye ni 10,000 atayaondoa. Lakini ndugu yake Manase aliyekuwa ametolewa dhabihu za Misri na mengine, amegawanywa sehemu mbili kuingia katika nchi ya ahadi, yeye atakuwa na maelfu. Nao angalia, iko tofauti. Efraimu atakuwa na wengi, lakini ndugu yake atakuwa na maelfu, lakini chache. Naye tuangalie sasa mwingine ambaye ni Zabulon. Na Zabulon akamnena, furahi Zabulon katika kutoka kwako. Yaani akasema Zabulon awe mtu ya furaha tu, awe akifurahi wakati anatoka, hata wakati anarejea. Yeye asiwe mtu wa kukasirika, na Mungu atambariki kwa neema hizo. Kuna watu katika nyumba ya Mungu ni watu wa furaha tu, hata uwezi ona mambo yote kuhusu hawa, wakiongea ni furaha, yaani kila wakati wako. Hawa ni kina Zabulon, ni watu wa raha, wamebarikiwa kwa namna hiyo. Na Isakari katika hema zako, naye Isakari katika nyumba zake awe na baraka ambayo inatakikana. Watayaita mataifa waje milimani, wakasogeze huko sadaka za haki, kwa kuwa watanyonya wingi wa bahari na akiba zilizofanyana za mchangani. Kwa hivyo vile vile wamebarikiwa katika baraka za kule baharini, mambo ya samaki, mambo ya yote yanayopatikana katika bahari. Wanaambiwa watanyonya uzuri huo wa bahari, mambo yote yanayopatikana huko, na vile vile watakuwa na akiba ya vitu vilivyofichamana katika mchanga. Yaani hizi ni dhahabu na madini mengine yanayopatikana. Wamebarikiwa na hayo, maana ndio wanakaa kwa furaha tu kila wakati. Angalia wewe uko namna gani? Wewe ni Zabulon ama Isakari? Uishi namna hiyo kwa uzuri. Naye huyu Gadi, na Gadi akamnena, abarikiwe amuongozaye Gadi, yeye hukaa kama simba mke, hurarua mkono na utosi wa vichwa. Basi unaona huyu Gad ni mtu ambaye ana hasira, ni mtu ambaye yeye hurarua, yeye hataki kusumbuliwa, yeye anataka akae kivyake tu.
na anakaa hataki kuamshwa hasira zake, akajichungulia sehemu za kwanza, akajichagulia sehemu za kwanza. Yeye hutaka yale yaliyo mazuri, kwani ndiko lililowekwa fungu la mtoa sheria. Akaja pamoja na wakuu watu, akaitekeleza haki na hukumu zake kwa Israeli. Yaani yeye anasimama kwa niaba ya Mungu kama simba, hataki sheria za Bwana ziharibiwe. Yeye anatumia mamlaka yake vile awezavyo, ili mambo ya Mungu yakae yakiwa vizuri, sheria na hukumu za Mungu ziweze kuangaliwa na zikae vizuri. Naye huyu Dani akamnena, Dani ni mwana simba arukae kutoka Bashani. Basi Dan ni mtu ambaye hajulikani makao yake. Hata wakati huu tunapoangalia mambo ya historia, tunajaribu kuangalia Dani alipotelea wapi. Tunaangalia kaskazini katika nchi ya Taki, Uturuki, tunaona ya kwamba kule hatusikii mahali alipomalizia, kwa sababu aligawiwa shamba upande ule. Lakini baadaye tunasikia ni yeye, ni kabila lile lililopotea, anapatikana huko Afrika. Kuna mambo mengi yanaendelea, na kwa hivyo ndio unaambiwa ni simba anayeruka kila mahali. Kwa hivyo yeye atakuwa ni mtu ambaye anatoka katika utajiri, anaenda katika nchi tofauti, na ndio maana amezunguka sana. Sijui kama ni yeye tena amekuja kuingia katika nchi za Afrika na kuanza kupanda. Unaona kule South Africa, kule Cape Town, kuna sehemu inakaa kama Israel, wameweza kupatikana kule, wanakaa kwa wingi. Na vile vile Kenya, unakumbuka kuna sehemu wamegawa na Waisraeli wameanza kukaa huko. Sijui kama ni kabila ya Dan ambayo imekuja mahali pale, sababu wanaruka kama simba na kwenda na kujichukulia. Basi naye Naftali akanenwa, na Naftali akamnena, Naftali aliyeshiba fadhili, yani yeye amefurahia mambo yote ambayo amepewa na Bwana, aliyejawa na baraka ya Bwana, umiliki magharibi na kusini. Amepewa nchi za kumiliki kule magharibi na vile kusini. Basi pengine inaweza kuwa ni pale tunaongea juu ya Dan, naye ameambiwa miliki sehemu hizo za magharibi na vile vile sehemu za kusini. Sehemu za magharibi, ukiwa katika nchi ile ambaye Bwana alikuwa hapo wakati wa Musa, utakuta ni sehemu kama za Marekani na kwingineko, huko ni magharibi, na kusini utaona ni katika kusini mwa Afrika na kwingineko. Kwa hivyo wapenzi, kuna maana sana katika maandishi haya matakatifu. Naye Asheri vile vile akamnena, na abarikiwa Asheri kwa watoto, na akubaliwe katika nduguze, na achovye mguu wake katika mafuta. Amebarikiwa awe tajiri, asiwe na umaskini, kuchovya mguu katika mafuta. Yaani utajiri mwingi awe nao wa vinono, na vile vile awe na watoto wengi. Amebarikiwa katika hali ya ukoo. Kwa hivyo wapenzi, na vile vile awe amewekwa katika ulinzi wa maana. Makomeo yake yatakuwa ya chuma na shaba, na kadiri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Kwa hivyo hautafikia utajiri wa huyu anayelovya miguu yake katika mafuta. Yeye amefungiwa, amewekewa security kwa utajiri huo ni wake, na anasema ya kwamba yeye amewekewa vifuri, yani makomeo, zile koji za chuma na vile vile shaba. Na vile wapenzi, nawaambia nini, kuna watu wa Mungu mumebarikiwa kabisa, na hata mtu akijaribu kuchukua baraka zako hawezi, kwa sababu Mungu amezilinda. Wewe ni Asheri. Kwa hivyo tuone ya kwamba munaona Musa vile amegeuza zile baraka, amebariki upya katika zile jamii ambazo amenena juu yake. Hapana aliyefanana na Mungu, Shureni, ajaye amepanda juu ya mbingu iliyokusaidia, na juu ya mawingu katika utukufu wake. Yaani Mungu atarejea, siku zake atarudi tena, kutoka mbinguni atakuja. Ukisoma katika Zaburi 18 utaona inaeleza nini, vile atakavyokuja akiwa mawinguni. Na Mungu wa milele ndiye makazi yako, na mikono ya milele ichini yako, na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema angamiza. Na huyu Mungu ametuwekea kila kitu, ametulinda, ametuweka vizuri, na amesema ya kwamba hata adui zako amewashika na amewaweka mbele zako. Ni juu yako wewe uangamize hao adui. Jambo ambalo linakusumbua ni wewe, kwa sababu tayari Mungu amekushikia nyara na adui hawezi kukumaliza, lakini wewe ndio utakayeangamiza adui, kwa sababu tayari Mungu amekutetea. Na Israeli anakaa salama, chemichemi ya Yakobo peke yake, katika nchi ya ngano na divai, na mbingu zake zitadodoza umande. Basi anasema Israeli itakaa katika amani, hata wakati wanasumbuliwa, hata wakati unasikia vita. Na hasa wakati huu nataka uelewe vizuri, Israeli ni wewe na mimi, wale ambao wanamjua Mungu,
Usiangalie tu mahali moja, lakini Mungu anapoteua nyakati hizi za kumalizia, anachukua wale watakaa kwa amani, wazaliwa wa Yakobo, hata wale waliopo, kwa sababu unakumbuka Israeli yote makabila 10 yalipotea yakaingia katika ulimwengu, yakabaki makabila mawili na ya tatu ilikuwa ni ya Karimu. Hawa ndio kuanzia wakati huo mwaka wa 586 hawa ndio ambao walipelekwa katika Babylon na kuwa kule na kurudi tena kurudi na kujenga hekalu upya, na ndio wako katika hata wakati wa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, na hawa ndio waliotawanyika tena mwaka wa 70 AD wakati Warumi walipobomoa hekalu, na basi wakaenda kila sehemu ya ulimwengu, na hawa ndio sasa wanarudi pamoja katika ile tunaita alia. Wamerudi pamoja kurudi katika nchi ya ahadi, nao wamerudi pamoja na wanaanza kutenda, na ndio wanapigwa na mataifa mengine wasikae mahali pale, na wameanza tena kutawanyika kwenda nchi ambazo pengine ilikuwa ndio mwanzo wao. Fahamu mambo haya, lakini Mungu amesema watakaa kwa amani, na amani yao watakuwa na chakula kingi, ngano na divai, watakula mkate na vile vile watakuwa na furaha mahali watakapokuwa, kwa sababu Mungu atadodoza, yaani umande utakuwa unakuja, hakuna wakati watakuwa wakosefu. Wewe ujue ya kwamba hakuna mahali. Anasema uheri Israeli, yaani Israeli imebarikiwa, watu wa Mungu, taifa la Mungu limebarikiwa, ufalme wa Mungu, the kingdom of God, walio ndani wamebarikiwa. Ni nani aliye kama wewe, taifa lililookolewa na Bwana? Ndiye ngao ya msaada wako na upanga wa utukufu wako, na adui zako watajitiisha chini yako, nawe utapakanyaga mahali pao pa juu. Yaani miungu ya wale adui zako watakuwa chini yako. Upanga wako utakuwa ndio utukufu wako, na vile vile ngao yako vile vile itakuwa msaada, kwa sababu Mungu ndiye ngao yetu, na wote wanaokuwa kinyume na wewe utawakanyaga, watakuwa chini yako. Hata miungu yao mahali pa juu pao patakuwa chini ya miguu yako, ukikubali kukaa katika uwepo wa Mungu, na ukae ukimwamini Mungu, na ukae ukijua ya kwamba Mungu ndiye aliyekuita. Wapenzi, kwa leo tutakoma hapo, na tumemaliza sura ya 33. Unaona vile Musa alivyolibariki tena watu wa Mungu wakati ambapo wengine walikuwa chini ya laana kwa sababu ya hasira iliyokuwa na Yakobo. Sasa amegeuza, wamekuwa wabarikiwa, na vile wataishi. Wewe uko mahali gani kati ya hao wabarikiwa? Na wewe ni taifa la Mungu ambao unaishi katika ufalme wa Mungu. Ujue ya kwamba umebarikiwa, na ukae vizuri vile Mungu amesema, kwa sababu tayari yeye ni mtetezi wetu. Na mstari wa 27 umeeleza kila kitu. Mungu atashika adui zako wote, atawaleta mbele zako, awasukume na wewe uwaangamize. Kwa hivyo wapenzi, hapana nafasi ya kulia na kusema wewe umedharauliwa. Mungu hajakusahau, Mungu anakupenda. Tunapokaribia kutamatisha somo letu katika kitabu hiki cha Kumbukumbu za Torati. Mungu akubariki sana, na uwe na wakati mwema. Baraka za Mungu ziwe pamoja nawe.